Rais wa Madagascar kimbia nchi na jeshi kuchukua nafasi yake. Antananarivo nchini Madagascar. Kwa mara nyingine tena bara la Afrika limejionea sura ile ile ya hadithi isiyoisha. Kiongozi aliyeshikilia madaraka kwa muda mrefu akikabiliwa na wimbi la hasira ya wananchi na uasi wa kijeshi. Wiki hii Rais Andry Rajoelina wa Madagascar ameripotiwa kuondoka nchini kwa kile kilichoitwa sababu za kiusalama. Na hii inakuja baada ya mivutano ya kisiasa na kijeshi kushika kasi katika mji mkuu wa Antananarivo. Miezi kadhaa iliyopita dalili za mgawanyiko zilianza kuonekana wazi. Uchaguzi uliopita uliacha doa kubwa baada ya madai ya udanganyifu na vitendo vya rushwa ndani ya serikali. Upinzani uliokuwa kimya kwa muda mrefu ulianza kupata nguvu mpya. Wakati huo hali ya maisha ya wananchi ilizidi kuwa ngumu. Bei za bidhaa zilipanda, ajira zilipotea na huduma za kijamii zilidorora. Watu wakaanza kujiuliza kama kweli waliokuwa madarakani bado walikuwa wanafahamu machungu ya walio chini. Kipimo cha kwanza cha hatari kilionekana pale ambapo baadhi ya maafisa wa jeshi walitangaza kutokubaliana na amri za serikali. Vyanzo vya ndani vilieleza kuwa makambi kadhaa ya kijeshi yalionyesha dalili za kutoelewana na uongozi wa juu. Hatua hiyo ilionekana kama mlango wa mapinduzi. Askari wa ngazi ya chini waliozidi kuchoshwa na rushwa na maisha duni walijikuta upande mmoja na wananchi waliokuwa wanapaza sauti mitaani. Maandamano yalipozidi kupamba moto, serikali ilijaribu kuyazima kwa kutumia nguvu. Lakini badala ya kuleta utulivu, hatua hiyo ilizidisha hasira. Wananchi walianza kupaza kauli za haki, mabadiliko na Madagascar mpya. Kwa mara ya kwanza tangu achukue madaraka, Rajoelina alionekana mtu asiye na udhibiti wa taifa lake. Saa chache baada ya ripoti za mapigano katika maeneo ya kimkakati, taarifa zisizo rasmi zilidai kuwa msafara maalum uliondoka ikulu usiku wa manane. Siku iliyofuata, ofisi ya rais ilitoa tamko kwamba kiongozi huyo ameondoka kwa muda mfupi kwa sababu za kiusalama. Lakini vyanzo vya kimataifa viliashiria kuwa aliondoka kwa hofu ya kupinduliwa, huku vikosi vya kijeshi vikiimarisha ulinzi wa taasisi za kiserikali. Mashirika ya kimataifa na majirani wa Madagascar kama Afrika Kusini na Mauritius yalianza kutoa wito wa utulivu na mazungumzo. Hata hivyo, hakuna nchi iliyotangaza kumpa hifadhi rasmi. Kwa muda mfupi, kiongozi aliyezoea kuamrisha jeshi na serikali alijikuta akiwa mpweke kisiasa. Taswira ya kiongozi aliyeishiwa nguvu na imani. Wakati vita ya Kongo dhidi ya kikosi cha M23 inaendelea pale, mataifa mengi yalikuwa yanamtupia lawama rais kwamba ameshindwa kudhibiti vurugu ile na ghasia ile kutoka kwa watu wale. Hii inatukumbusha misemo ya wahenga zamani waliwahi kusema kuwa nyani haoni kundule. Hii ni pengine sababu zilizosababisha kuletwa vita pale Kongo. Viongozi wengi wa Afrika walikuwa wanaliona, lakini hawakuwa wanajua kwamba linaweza likageuka kwa nchi zao pia. Waliona na kisha wakapuzia kama sinema ya mkanda wa kivita, inapokuwa inaisha basi kisha na unapotezea. Tukio hili limeibua mjadala mpana barani. Wataalamu wa siasa za Afrika wanasema kuwa hali ya Madagascar ni kioo cha matatizo ya uongozi yanayorudia mara kwa mara kwenye nchi nyingi za bara hili. Viongozi wanaogeuza madaraka kwa miliki binafsi,
jeshi linalotumika kama silaha ya kisiasa badala ya ulinzi wa taifa. Wananchi wanaokata tamaa hadi kuamua kujitawalia haki mitaani. Mchambuzi mmoja wa siasa kutoka Nairobi, Profesa Macaulay Njoroge, aliwahi kusema, Madagascar si kisa cha bahati mbaya. Ni dalili kwamba Afrika bado haijajifunza jinsi ya kutenganisha mamlaka, uadilifu na tamaa ya ubinafsi. Kimbilio la Joelina sio tu kukimbia nchi, bali ni ishara ya kuanguka kwa kiongozi aliyesahau mizizi ya mamlaka. Kwa viongozi wengine wa Afrika, tukio hili ni kengele ya tahadhari. Mamlaka yasiyo na maadili ni kama moto usio na mwelekeo. Ukiwashwa vibaya, unateketeza mwenye kuuwasha.